Wanawake wengi sana wamekuwa wakiumizwa kwenye mahusiano. Wanalia, wanajutia, iwe kwenye mahusiano ama kwenye ndoa. Na wanashindwa kujua sababu ni nini. Mtu anajiuliza, mbona mimi nilikuwa mwanamke bora? Kwa nini ameniacha? Kwa nini anifanyie hivi? Lakini huyu mwanamke anashindwa kujua ya kwamba yeye mwenyewe alikuwa ni sababu, kwa sababu aliyafanya mambo haya matano kwa ajili ya huyu mwanamume. Ndio maana mwisho wa siku mtu anakuja kuumia, anakuja kulia, anakuja kuona kama amepotezewa muda wake. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya vitu hivi ulivyovifanya kwa ajili ya mwanamume. Sasa kabla sijaendelea, kama wewe ndo kwa mara yako ya kwanza leo unakutana na video hii, kwanza karibu sana. Nikwambie tu uko sehemu sahihi. Mimi naitwa Yusta Mgaya. Hapa ndio sehemu pekee tunayoelimika, tunayoburudika, tunayojifunza, yani tunasema hapa ni full package. Na kama bado hauja subscribe, hakikisha umesubscribe. Hapa chini kuna maneno meupe yameandikwa subscribe. Ukiyagusa hayo tu, unakuwa tayari umekwisha kusubscribe. Sasa bila kupoteza muda, tuendeni moja kwa moja kwenye vitu hivi ambavyo wewe kama mwanamke hutakiwi kuvifanya kwa ajili ya mwanaume. Jambo la kwanza ambalo wewe kama mwanamke hutakiwi kulifanya kwa ajili ya mwanaume, hutakiwi kuacha ndoto zako kwa ajili yake. Wanawake wengi sana wanafika pointi wanalia, wanaumia kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Kwa sababu gani? Huyu mwanamke aliacha ndoto zake kwa ajili ya mwanaume. Aliacha ndoto zake kwa sababu ya ndoa. Aliacha ndoto zake kwa sababu ya mahusiano. Mwisho wa siku haya mahusiano yakija kuvunjika, huyu mtu ataumia sana. Kwa sababu aliinvesti maisha yake kwenye hayo mahusiano au kwenye hiyo ndoa. Itamuumiza sana, na ndio maana wanawake wengi siku hizi wanaumia. Wanaumia sana. Inapotokea huyu mwanaume amemsaliti ama amemuacha, anaweza leo akaamka akakuacha. Sasa wewe umejiinvesti asilimia zote juu ya huyu mtu. Maisha yako yote umeyakabidhi kwenye mikono yake. Akisema anakuacha ndo pale watu wanachanganyikiwaga. Wewe kama mwanamke lazima ndoto zako ujue kuzipambania. Na hiki kitu mimi nitakiongea kwa sababu tunaona sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la mabinti ambao wanakuwa wanafocus zaidi na kuolewa kuliko kufocus kwenye ndoto zako. Hatukatai kuolewa, sio jambo baya. Lakini je, katika huko kuolewa unatakiwa ujue kabisa wewe kuwepo duniani, hukuletwa duniani uolewe tu. Kuna sababu ambayo wewe ilikufanya ukaja duniani. Fanya hicho kitu. Ndoto zako umekuwa kuanzia umezaliwa ukiwa mtoto mpaka unakuwa, ulikuwa umebeba ndoto fulani ya kwamba mimi nataka nifanye hivi, mimi nataka niwe hivi. Pambania ndoto yako. Unajua mahusiano ama ndoa ni vitu ambavyo vipo kwenye safari ya maisha. Sio kwamba vyenyewe ndo basi vishikilie mfumo mzima wa maisha yako. Wewe ujue ya kwamba, unajua inafika wakati kuna mabinti ama wanawake wengi, kuna hiyo mentality kwenye akili zao ya kuamini ya kwamba yani kama ndoa ndio kila kitu. Yani ukiolewa ni kama ndo yani ndo maisha yani. Yani ndo kama achievement kwenye maisha, yani ndo kama umefanikiwa kwenye maisha. Hiyo ni sehemu ya maisha. Sio basi maisha yako yote uyaelekeze wewe uolewe. Hapana.
Na ndio maana unazaliwa mtoto, unakuwa, unasoma, unafanyaje, ndoa unakuja kuikuta huku. Utu uzimani sasa kujenga nini? Familia. Lakini haimaanishi uache ndoto zako, uache maono yako kwa sababu ya ndoa. Haifai. Ndoa ipo, lakini jua kabisa ndoto zako nazo una wajibu wa kuzitimiza. Na ukipata mwanamume sahihi, ni yule atakayeweza kusimama na kukusapoti kwenye ndoto zako, kusapoti maono ulionayo ili uweze kufanikiwa. Usipate mtu ambaye anataka akuoe, akuweke ndani, uwe kama sanamu. Hataki ufanye chochote. Ukigusa hiki anakwambia acha, kwani mimi sikutunzi, acha kufanya hivi, wewe kaa tu, wewe sijui hivi. Haifai. Ukimuona mwanaume huyo anayetaka akuoe, wewe umekaa tu, sikushauri uwe na huyo mwanaume. Huyo mwanaume kwanza anaweza akawa na tabia ya unyanyasaji. Kwa sababu mtu akikaa, wewe ukimtegemea 100%, huyu mtu anaweza akakutesa, akakunyanyasa, iwe physical, iwe emotion. Akakutesa, akakunyanyasa kwa sababu unamtegemea 100%. Na ili mtu apate hizo nguvu, ni lazima akuzuie kufanya vitu ambavyo vitakusababisha uchumi wako ukawa vizuri, ukapiga hatua. Hatoweza kukupeleka anavyotaka, hatoweza kukuendesha anavyotaka. Na katika hili simaanishi kwamba usiwe na heshima na mume wako. Muheshimu mume wako, lakini huyo mume wako pia anatakiwa akusapoti kwenye ndoto zako. Mwanaume anayekupenda atasimama kukusapoti kwa sababu anajua mahusiano, familia, ndoa ni pati ya maisha. Hato kufunga kufanya mambo yako, kuachieve ndoto zako, hato kufunga kama ni mtu bora na anayekuwazia mema. Kwenye mahusiano saa nyingine unaweza ukawa na mahusiano na mtu, ama ukaolewa na mtu uko naye kwenye ndoa. Ukaolewa na mtu uko naye kwenye ndoa. Yule mtu anageuka kuwa kama adui wako. Hapendi kukuona unafanikiwa. Unapofanikiwa yeye anaumia. Akikuona wewe kuna kitu tu kinataka kuja cha kufanya wewe umove, yeye anakizuia. Kama ana uwezo wa kukizuia, anaenda anakizuia. Kwa nini? Kwanza huyu mtu hajiamini yeye mwenyewe na maisha yake. Hajiamini. Anaamini ya kwamba huyu mwanamke akitoka hapa, labda akipata hela ama akiwa mtu fulani hivi, anaweza akaniacha, anaweza akafanyaje, atapata watu wengine huko nje. Anazuia ndoto zako, anakuwa ni sababu ya kuzuia kuto kukamilisha kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ninakwambia ukweli. Unaweza kutana na mtu ambaye unasema ni partner wako kwenye maisha, lakini akawa sio. Akawa ndio mtu ambaye anasababisha wewe usipige hatua. Akawa ndio sababu wewe ya kukuzuia usifikie ndoto na malengo ulionayo kwenye maisha. Wapo watu. Kwani hamjawahi kusikia watu wanaolewa, mwanaume anamzuia hakuna kufanya kitu chochote? Kaa tu. Wewe kaa tu, mimi nakuhudumia. Unaenda kwa kufanya nini? Hata waseme ni wivu, ni wivu wa namna gani? Mpaka unamuoa, unamweka ndani, ulikuwa humuamini? Ni wivu ama hutaki huyu mwanamke afanikiwe kukuliko? Sababu kuna wanaume ambao hataki wewe ufanikiwe kumzidi. Hiyo kitu inakuwa inamtrigger. Akikuangalia naona huyu mwanamke huyu ana spirit ya mafanikio. Huyu atafanikiwa hata kuliko mimi. Na muda mwingine kuna wale wanaoamini mwanamke akifanikiwa kuliko yeye atanidharau. Kwa hiyo anakuzuia usifanikiwe. Yeye anakuwa sababu kabisa kukuzuia wewe usifanikiwe. Utaona tu. Kaa usifanye kitu hiki, acha, unajua mimi sitaki.
Mahusiano ya hivyo ni hatari. Kwanza unapoenda kutaka kuolewa, hakikisha umejitengeneza vizuri maisha yako. Una kazi ambao unapata kipato chako. Kama una biashara yako ambao umeshaitengeneza. Una kitu ambacho ulikuwa unakifanya. Una kitu kinachokuingizia pesa. Hata kama unaingiza pesa ndogo hata kwa siku, kuwa nacho. Usiingie kwenye ndoa hivi wewe umekaa ulikuwa unasubiriaga tu uolewe. Utateseka. Na mtu mwingine anaweza akawa sio wale wenye roho mbaya ya kukutesa ama kukunyanyasa kwa namna yoyote ile. Lakini unatakiwa ukae ufikirie, wewe ni mwanamke, huyu ni mwanaume. La kesho hulijui. Kuna story moja nilishawahi kusikia ya huyo mama. Alikuwa amekaa, hana kazi yote anafanya. Mume wake ana hela, alimwambia wewe usifanye chochote, kaa hapa nyumbani. Kwani uhangaike mke wangu? Na kweli yule mwanaume alikuwa anampenda sana yule mwanamke. Alimwambia kwa upendo sana. Na alikuwa akimhudumia, akimpa kila kitu anachokitaka yule mwanamke. Lakini yule baba ilitokea, alikuja akafariki. Yule dada alichanganyikiwa. Kwa nini? Kwa sababu hajui atakakoanzia. Aliachiwa watoto. Aliachwa hapo. Hajui hela inatafutwaje, hajui anaanzia wapi na hiyo familia ya watoto, hajui. Ndio maana tunasema kama mwanamke, sawa utaolewa, lakini usisahau ndoto ulizokuwa nazo. Unapoolewa hakikisha unaendelea kupambania ndoto na maono ulionayo. Hivi je, angekuwa huyu mwanamke sasa linapotokea swala kama hili, yeye alikuwa na biashara zake ama na kazi yake ama alikuwa na vitu anavyovifanya, hawezi kutetereka. Sawa, kuna ile hali ya kutetereka kwamba mwenzio hayupo, lakini huwezi ukatetereka sana kwa sababu unajua unakoanzia na utakakoelekea. Kwa hiyo kama binti unayekuwa, usikae kufikiria tu kichwani mwako ya kwamba ndoa ndo mafanikio. Ndoa ndo kitu ambacho kikipata basi wewe umemaliza huku duniani. Nikwambie huku duniani hukuja tu kuolewa basi. Pambania ndoto zako, pambania maono ulionayo. Na ukitaka kuwa na mtu, hakikisha huyo mtu anaweza kukusapoti kwenye maono na ndoto zako uweze kuzifikia. Kama sivyo, hapana, sikushauri. Jambo la pili ambalo wewe kama mwanamke hutakiwi kulifanya kwa ajili ya mwanaume, usibadili tabia yako au maisha yako ili akupende. Yaani tuchukulie mfano, huyu mwanaume ni mtu anayependa kuangalia mpira. Na wewe unajikuta unaingia kwenye kuangalia mpira ili aweze kukupenda na kukuona ya kwamba unafaa, yani kwa sababu mvibe pamoja kwenye ile kupenda mpira. Au labda huyu mwanaume anakunywa pombe na wewe ulikuwa hunywi, unaanza kunywa pombe ili huyu mwanaume akuone unafaa. Yani ni mwenzake yani. Kwamba yani nyie mko sambamba. Usije ukabadili tabia yako kwa ajili ya mtu. Yani kama unajua unapobadili tabia kwa ajili ya mtu, maana yake tuseme unajivisha kinyago kisichokuwa cha kwako. Huo sio uhalisia wako. Hatukatai kuna ile kubadilisha tabia zilizokuwa mbaya. Labda tuseme ulikuwa na tabia mbaya kama mwanamke, ulikuwa labda mgomvi, mbea, ulikuwa unakunywa pombe, ulikuwa na tabia tu yoyote ile ambayo mbaya. Sasa ukampata mtu anataka kukuoa, ukasema sasa natakiwa nibadilike. Ukabadilika. Hiyo ni sahihi. Lakini hii, yani wewe unaanza kujiforce, labda yule mwanaume yule anapenda jambo fulani.
Wewe sasa unaanza kujifanya na wewe lile jambo unalipenda, na kumbe hulipendi. Kile kitu unakipenda na kumbe hukipendi. Ili kusudi akupende yani. Unakaa pale. Huyo mtu siku akija kukuacha, mko kwenye mahusiano labda, amekuacha, utaumia sana. Umehangaika sana kujitengeneza ili ufae kwa ajili yake. Unakuwa umepoteza muda. Utakuta mwingine ulikuwa sio shabiki wa mpira, umekuwa shabiki wa mpira kwa ajili yake. Mkiachana wewe unabaki sasa huko hapo unashabikia mpira. Kila ukikumbuka, ukiwa unashabikia mpira unamkumbuka. Mimi nilikuwa sio shabiki wa mpira bwana. Fulani ndo aliyesababisha nikawa shabiki wa mpira. Ile alama ya maisha yake ama ile alama ya mahusiano na wewe haitatoka. Ndo kuna watu wanashindwa kuheal, kupona mioyo yao kwa sababu ya vitu kama hivi. Ulibadili tabia kwa ajili ya yule mtu, halafu ile tabia ikakuchukua unaishi nayo, halafu yule mtu akakuacha. Patamu hapa. Maana yake tabia umeachiwa, halafu mtu amekuacha. Maana yake ile tabia ulioachiwa itaendelea kukukumbusha yule mtu siku zote. Utaendelea kuumia, utaendelea kuteseka. Kwa sababu gani? Ulikuwa unataka ufae, yani ulikuwa unapambana kuadapti tabia zake yani yule mtu. Yani ulikuwa unazichukua zile tabia za yule mtu, unataka uzivae ili akuone unafaa. Na wakati mwingine kuna wanaume ambao tuseme labda yeye anakunywa pombe. Alafu na wewe unamuona anakunywa, na wewe mwanamke unaona sasa hasa kwa sababu huyu anakunywa pombe, ili tuweze kuenda vizuri, anione kwamba mimi nafaa, inabidi na mimi nianze kunywa pombe sasa. Si atajua sasa mimi nakunywa na yeye anakunywa, kwa hiyo hapo tutakuwa tuna balance, unajua Kumbe unavyofanya vile unakosea. Kwa sababu siku zote mwanaume yeyote yule akiwa na tabia yoyote ile mbaya hawezi kuoa mtu mwenye tabia mbaya kama ya kwake. Hata siku moja, mimi nakwambia ukweli. Wewe chunguza tu, utaona. Mwanaume akiwa na tabia yoyote ile mbaya, anataka mwanamke mwenye tabia nzuri. Unafikiri ni kwa sababu gani? Kwa sababu anajua kabisa mwanamke huyu ndo atakaye nilelea watoto wangu, ndo atakaye nitunzia watoto. Kwa hiyo nikioa mwanamke mwenye tabia mbaya itakuwa ni shida. Hebu tuchukulie mfano, yeye mlevi na we mlevi. Mnatoka mnaenda huko baa, mnakunywa mnarudi hapo nyumbani wote mmelewa. Mnaingia hapo ndani nakwambia yani hakuna kinachoeleweka, mnapiga watoto, mnafanya nini? Kwanza hata hiyo nyumba inabakije hapo nyumbani? Hao watoto wanabakije hapo? Mkitoka wote mnatoka wote mnaenda kulewa. Itakuwa ni hatari. Na ndio maana wanaume wote hata awe na tabia chafu vipi, haoi mwanamke mwenye tabia chafu kama za kwake. Haoi. Nakwambia wewe chunguza, angalia, utapata jibu. Utakuta mwanamke anakwambia, wako labda kwenye mahusiano, tumetoka out na mpenzi wangu, tumekunywa, nakwambia tumefanyaje. Watakaa kwenye mahusiano miaka hata 10. Hamuoi. Akitaka kuoa, anaenda kuoa mlokole. Au anaenda kuoa mwanamke ambaye hanywi. Anaenda kutafuta mwanamke ambaye hana hiyo tabia ambayo inafanana naye. Wako makini sana kwenye hilo swala. Wako makini mno. Hawafanyagi mchezo. Watu ndo maana wanawake wanalia huko. Nakwambia, yani kaniacha, nakwambia. Miaka sijui mingapi, nakwambia. Tumekuwa naye kwenye mahusiano, anaoa. Wengine wanasikiaga tu taarifa. Anaoa mwenzio. Pressure inapanda. Kwa nini? Wewe ulikuwa unapambana kuiga tabia yake, ukiamini ya kwamba kuiga ile tabia yake, ukaivaa, uendane naye sambamba yani, ndio itakayo kusaidia wewe akuone unafaa. Kumbe sivyo. Inakufanya wewe uonekane hujitambui.
Na hata akikaa hivi akitaka kuangalia ni nani amuoe, hawezi kukuona wewe. Sababu akiangalia mimi nakunywa na huyu anakunywa, hapo itakuwa hapana, havitaeleweka vitu hapo. Kwa hiyo usibadili tabia yako kwa sababu ya yule partner wako ili umshawishi akuoe. Usichukue tabia zake ukazivaa wewe, itakutesa. Kama mko kwenye mahusiano akikuacha, wewe utalia wewe. Kwa sababu anakuachia zile tabia zote, unakuwa tayari umeshakuwa addicted. Alikuwa anakunywa pombe na wewe ukaanza kunywa pombe. Alikuwa anafanya hiki na wewe ukaanza kukifanya kile kitu. Mwisho wa siku anakuacha, lakini tabia ulioiga kutoka kwake unabaki nayo. Anakuacha wewe, anakuacha umebaki mlevi. Ukiulizwa, unajua singekuwa fulani mimi nisingekuwa mlevi. Ndo tayari mlevi, na anakuachia alama isiyofutika. Utakaa unaumia na kumkumbuka siku zote, utaacha kupona maumivu ya moyo juu yake. Kwa hiyo usiadapti tabia ya mtu unayeingia naye kwenye mahusiano. Ni hatari. Itakusumbua, itakutesa. Haifai. Nafikiri hapo mmenielewa. Usibadili tabia au maisha yako ili akupende. Maana yake ni tabia zile sasa unataka ubadilike uwe kama yeye. Kubadilisha zile mbaya ni sahihi. Lakini sio unataka kubadilika unaanza sasa kuiga tabia zake, yani muendane, yani unaona kwamba ukiiga mtaendana. Hiyo haifai. Jambo la 3 ambalo hutakiwi kulifanya kwa ajili ya mwanaume. Usifiche hisia zako. Utakuta mdada anapambana sana ili mwanaume amuone ni bora. Anachukia labda juu ya jambo fulani mwanaume amemkosea. Yeye anajifanya anacheka kwamba hajakasirika, lakini ndani amechukia. Usifanye hivyo, kwa sababu utajikuta unaishi maisha feki ili kuweza kumfurahisha yule mtu, ili kumridhisha yule mtu. Sio kitu kizuri. Mtu umeona kakukosea, mwambie. Usifiche hisia zako kwa jambo ambalo unaona limekukwaza na limekuudhi. Mwambie yule mtu, jambo hili mimi kwa kweli halijanifurahisha. Kitu hiki unachokifanya mimi kwa kweli labda kinaniumiza. Usifanye hiki kitu bwana, mimi sikipendi. Kuwa wazi. Usianze kuficha hisia zako. Mko kwenye mahusiano au uko kwenye ndoa, wewe nakwambia uko hapo. Huyu kakosea huko. Haya kawaida tu. Hapana. Na kama uko kwenye mahusiano, huyu mpenzi wako ajue kabisa, huyu bwana mwenzangu hiki kitu hakipendi. Ukifanya hivi hapendi. Mfanye mtu akujue ya kwamba unapenda nini na nini hupendi. Usiishi tu hapo wewe kila kitu huko ni sawa tu, ni sawa tu. Sasa wewe kwanza mtu ambaye kila kitu yeye kwake ni sawa, maana yake yeye hayuko sawa. Kwa sababu ukiwa mtu ambaye uko sawa, lazima kuwe kuna vitu ambavyo hiki mimi kwangu hapana. Katika hili ni sawa, lakini hilo hapana, umekosea, umenikosea. Lakini wewe uko hapo eti wewe kila kitu kwako uwaga ni sawa tu. Haina shida. Hapana. Hata waseme jamani ni unafiki. Haifai. Mfanye huyo mwanaume akuelewe kwamba bwana, mimi hiki sipendi. Katika hili hapana. Onyesha hisia zako. Wanawake wengi sana wanaumia kihisia. Kwa sababu gani? Unakaa tuko haina shida, ni sawa tu. Kumbe unaumia ndani kwa ndani. Sasa utaendelea kuumizwa hivyo mpaka lini? Kwa sababu unaficha hisia zako zisionekane, asizione.
eti kwa sababu huyo mwanaume unataka akuoe. Haya, wewe ambaye unataka akuoe, huyo mwingine uko kwenye ndoa tayari. Ndani ya ndoa unashindwa kuwa muwazi kumwambia mume wako, bwana, mume wangu, wakati mwingine mtu anakuwa anavifanya vitu, hajui kwamba anakukwaza, hajui kwamba anakukosea, lakini wewe unanyamaza kimya, unaumia ndani kwa ndani, hujui unajiumiza. Hivi unajua unavyokaa na jambo au mambo ndani kwa ndani moyoni yanakuumiza. Unaweza usione unaumia hivi, lakini mtu ndo ile anaanza kupoteza nuru. Unaona anapaka hata mafuta, sasa haungai. Unaona kumbe mule ndani umebeba vitu, moyo umechoka. Unaficha vitu. Mwambie mume wako ili uwe na amani. Mwambie mtu huyo ambaye uko naye kwenye mahusiano upate amani. Unapokuwa na amani ndani, inatoka mpaka nje. Unapata nuru hata ya uso wako. Mwambie mtu, unanikosea hapa, hiki kitu haisi kinaniumiza, acha. Na kama mtu anakupenda, atakaa, atakusikiliza, atajirekebisha. Lakini ukiona mtu pia ambaye unaweza ukamwambia jambo kwamba hili jambo linanikwaza, linaniumiza, na bado akaendelea kulifanya, huyu mtu hajali hisia zako. Huyu mtu hakupendi. Mtu anayekupenda hawezi kuumiza hisia zako. Mtu anayekupenda hawezi kukuona ukiumia, iwe physical au emotion. Hawezi kuwa sababu ya maumivu kwako kwa style yoyote. Usibebe maumivu ukawa unatembea nayo kama mwanamke. Ni hatari. Watu wanaangukaga tu, mtu anaanguka tu anakufa. Kwa nini? Kwa sababu anatembea akiwa na maumivu, anauchosha moyo. Jamani, wanasema chemichemi za uzima zinatoka ndani ya moyo wako. Kwa nini mtu hata akiwa na ma-stress, labda ana mwanaume anempa stress, yani kuna vitu ambavyo vinampa stress, anakuwa hata hangai, nuru inapotea, anakonda, anaisha? Kwa nini? Na anaweza kaa anakula vizuri tu, ana maisha mazuri tu, lakini anakonda. Ni kwa sababu hana amani, na kwa sababu amejaza vitu vingi sana moyoni. Na ndani ya moyo kule ndo zinatoka chemichemi za uzima, za kusaidia hata ngozi yako iweze kuwa nzuri, za kusaidia hata muonekano wako uweze kuwa bora. Sasa moyo kule umejazwa vitu, makorokoro yamejaa. Hizo chemichemi za uzima zitatokaje huku nje hukufanya ungae? Haziwezi kutoka. Kwa hiyo kama mwanamke, usifiche hisia zako kwa mwanaume. Itakusaidia kuwa na amani na furaha kwenye moyo wako na kwenye maisha yako kwa ujumla. Jambo la 4 ambalo hutakiwi kulifanya kwa ajili ya mwanaume: usimtegemee kiuchumi 100%. Wanawake wengi siku hizi wamekuwa wakitendewa mambo ya ajabu sana. Wanafanyiwa matukio ya ajabu sana na wanaume. Kwa sababu gani? Huyo mwanamke ni tegemezi kwa yule mwanaume. Atapigwa, atafanyiwa matukio mbalimbali, lakini atakuwepo. Kwa sababu gani? Hana mahali pa kwenda. Anamtegemea huyu mwanaume kwa kila kitu. Akiangalia hivi, huyu mwanamke hajajifunza kufanya biashara, hajajifunza kufanya chochote. Yeye anamtegemea huyu mwanaume. Ndio maana wanawake wanafanyiwa matukio mengi ya ajabu, mengi sana na hawa wanaume. Kwa nini? Umeweka maisha yako 100% juu yake. Hata yeye akiangalia anaona kabisa wewe unamtegemea kwa 100%. Atakunyanyasa, atakutesa. Tunaona matukio mengi jamani huko wanawake. Mengi sana ambayo wanawake wanafanyiwa huko. Kwa sababu gani?
Mwanamke hana kipato. Kuna wanawake wengine, mtu ameolewa na mwanaume, anamtegemea yule mwanaume 100%. Mwanaume anaanza kumdharau huyu mwanamke. Hata akirudi amechelewa, ulikuwa wapi mume wangu? We haikuhusu. Nilikuwa kazini natafuta hela. Unafikiri nisipoenda huko wewe utakula wewe? Unahitaji kila kitu sijui ni nini. Anamdharau. Unajua kazi yangu wewe, mimi nafanyaje kazi? Unajua watu wanafanyaje kazi wewe? Au unaongea tu hapo? Unajua hela inapatikana kirahisi hivyo? Utanyanyasika mwanamke, utateseka. Haya mambo tunayasikia na tumeyaona kwa mama zetu, kwa watu waliotutangulia, tunayaona. Mwanamke, hakikisha unatafuta kitu chako unafanya. Na ukikutana na mwanaume anayekwambia usifanye jambo, usifanye sijui biashara, usifanye sijui nini, hapana. Mwambie huyo mwanaume hakutakii mema. Mimi nakwambia ukweli. Mwanamke, pambana. Tafuta pesa yako, usinyanyasike. Wanaume wana manyanyaso. Tuambiane ukweli. Wanaume wana tabia ya manyanyaso. Kama wewe hujayaona, basi hata tunayaona huko kwa watu wengine. Tunaona huko watu walioolewa, wanakuja wanakusimulia, wanakuambia juu ya wanaume. Wana manyanyaso sana. Usikae hapo unamtegemea yeye kwa kila kitu. Unategemea yeye akupe hela ya kusuka, akupe hela ya nguo, akupe hela ya nini. Sawa, ni wajibu wake kama mwanaume, hata kama una kitu cha kufanya. Kuwa yeye anaweza akaprovide pia vitu hivyo, kukupa hela ya kusuka, kukupa hela ya nguo, kukupa hela ya matumizi, ni wajibu wake. Lakini na wewe uwe na kitu chako kinachokuingizia pesa. Hivi kwani kuna hasara gani au kuna shida gani yeye akawa ana biashara yake, au ni mtu kaajiriwa huko ana kazi yake, na wewe ukawa una kazi yako au biashara yako, unaingiza na yeye anaingiza? Maisha yanakuwa ni mazuri, kwanza yanakuwa mepesi. Maisha yanakuwa mepesi sana. Huyu akileta na huyu analeta. Hata kama jambo la maendeleo mnafanya haraka haraka. Inakuwa ni rahisi kupiga hatua kwa pamoja ya maisha. Lakini sio tu hatua ya maisha, hata kuwa mnaweza kuheshimiana, kupendana. Heshima inakuwepo baina yenu. Unapokuwa mwanamke umekaa idle, ni hatari. Na unaweza ukawa ulikuwa umekaa hivi, labda wewe huna kipato chochote, ukapata mwanamume labda yeye ana kipato kikubwa, ana hela, familia yake ina hela. Yeye akawa sio mtu wa kukunyanyasa, lakini ile familia yake ikakunyanyasa kwa sababu wewe umekaa. Mwanamke mwenyewe amekaa tu pale, anakula tu hela za kaka yetu kama ni mawifi. So unajua tena mawifi. Amekaa anakula tu hela za kaka yetu pale. Wenyewe sijui kinawaumaga kitu gani. Wewe kula hela za mume wako, kinachokuwa kinawauma wenyewe sijui kitu gani. Na wenyewe si watafute mabwana huko, wale hela za mabwana zao. Mawifu watakusema hana kitu chochote anafanya. Mtu mwenyewe hana kitu chochote anafanya, yuko tu pale nyumbani, nakwambia mwanamke yani yule. Utapata dharau. Kwa nini unasubiri wa kudharau? Mwanamke, unapokuwa na vitu vyako unafanya, unaheshimika. Sio tu kwenye familia ya mwanaume, sio kwenye familia yako, sio kwenye jamii. Jamii itakuheshimu. Familia itakuheshimu. Hakuna mtu atakujia hovyo hovyo aje akwambie maneno ya ajabu ajabu. Hakuna.
yatakuwepo, lakini sio maneno ya dharau kwamba wewe unakula ugali wa bure, unajaza choo. Hayo maneno utayaepuka. Utaepuka, mimi nakwambia. Tafuta kitu fanya, hata kikikuingizia 500 kwa siku ni cha kwako. Ukidunduliza hiyo 500, kesho kutwa unaweza kuanzisha tena kitu kingine ambacho kikaendelea kukusogeza, kukusaidia mahitaji yako madogo madogo. Sio kila kitu wewe hata unatembea hivi barabarani umepamia hata beseni la watu la machungwa. Wewe unapiga simu, baba fulani, mume wangu, hapa na hivi na hivi. Hata mtu mwenyewe anachoka. Yaani huyo mwanaume leo hii anaweza akasema kweli, mimi nakupenda tu nini, lakini kumbuka ni mwanadamu, ana moyo. Itafika mahali atachoka. Atachoka kabisa. Atachoka kukuhudumia, mimi nakwambia, utakuwa ni kama mzigo kwake. Pambana mwanamke, tafuta cha kwako hata kama ni kidogo. Kwenye haya maisha, pambana, tafuta cha kwako. Jipambanie maisha yako kwanza. Jiweke mbele kwanza maisha yako. Pambana usiku na mchana maisha yako yawe bora. Kuna wanawake wengi sana wanaweka maisha yao mikononi mwa wanaume. Ndio maana wakija kuachwa, watu wanaona hawana sababu ya kuishi. Mtu anakunywa sumu anakufa, anajizuru. Kwa nini? Aliweka maisha yake mikononi mwa mwanamume. Alimwamini sana. Huyu mwanaume ni mwanadamu, akaja akambadilikia. Kwa sababu watu wanakutana. Mnapokutana huwezi kujua uzuri au ubaya wa huyo mwenzako. Ndio maana siku mnapooana ni shangwe na nderemo, lakini siku mnapoachana ni vita sana inakuwepo. Kwa nini? Jua kabisa huyu ni mwanadamu, anaweza akakubadilikia dakika yoyote. Je, umejiandaaje? Je, umejipangaje katika hilo? Ya kwamba kesho huyu mtu akibadilika, maisha yangu yatakuwaje? Je, umejiandaa katika hilo? Na kama hujajiandaa, unamwamini kiasi hicho huyo mtu mliyekutana wote ni watu wazima na meno yenu 32 mdomoni? Unamwaminije kiasi hicho? Hatukatai tuwaamini, lakini lazima ukae sawa sawa kote. Kwamba sawa, ninamwamini ni mume wangu, lakini huyu ni mume wangu bado ni mwanadamu. Kesho kutwa akinibadilikia, kwani jamani, si tunaona na tunasikia mambo si yapo wazi. Hivi vitu ninavyoviongea sio kwamba havitokei, vinatokea kwenye jamii. Tunasikia story mbalimbali za watu, tunaziona zingine. Tunaziona. Tujifunze basi katika hayo. Kama wanawake tujifunze katika hayo. Unajua kuna mtu mwingine anasikia story ya mwanamke fulani alitendewa na mume wake. Yeye anaona kama huyu mume wake ni malaika. Hawezi yeye kuja kumtendea kama alichotendewa yule. Hata yeye huyo mtu aliyetendewa mabaya na huyo mwanaume alimuona vile vile ni mwanaume bora na hawezi mfanyia aliyomfanyia. Watu wanabadilika. Lazima ujue kwenye maisha ya kwamba watu wanabadilika. Maisha yako ni ya kwako. Huyu mtu mnakutana naye kwenye njia ya maisha. Usimbebeshe kila kitu sasa, yani ndo akawa ndo yeye tu kila kitu. Wewe familia yako umembebesha, maisha yako wewe kayabeba. Sijui una wadogo zako wanasoma, yeye anawasomesha. Sijui una kitu, una hiki, una kile. Umemtwika mizigo huyu baba wa watu yote, kuanzia wewe mwenyewe mpaka nyumbani kwenu. Asichoke. Hapana. Fanya na wewe kitu. Habari ya nyumbani kwenu uisaidie familia yako. Familia yako inakuhitaji wewe. Familia yako inahitaji
msaada kutoka kwako. Huo msaada wa kusaidia familia yako utautoa wapi kama wewe mwenyewe ni tegemezi kwa mwanamume? Watakupigia simu, babako atakupigia simu, ninahitaji hela bwana, kuna jambo 1 2 3. Wewe tena unaenda, baba fulani ninaomba hela, baba kanipigia simu. Yaani huyu mwanaume ana familia yake, ana wewe, ana familia yako. Huyu mtu simtamuua na pressure. Yaani amebeba nyie watu wote, nyie amewabeba yeye, huku likitokea ni yeye afanye, huku likitokea ni yeye afanye. Haiwezekani. Mwanamke, fanya vitu vyako na uwe na biashara zako huko zinaendelea, uwe na mambo yako unayafanya, mambo ya familia yako unaweza ukayatekea. Unaweza ukaisaidia familia yako bila kumsumbua mtu. Akusaidia labda imetokea emergency. Lakini sio wewe, huwezi kufanya chochote. Wewe unahitaji usaidiwe tu, ni wewe, familia yako umemtwika mzigo huyo mwanaume. Haifai. Haifai. Pambana, jiweke sawa kiuchumi. Mambo ya familia yako dili nayo mwenyewe kama mwanamke. Usitwishe mzigo huyo baba. Usimtwishe mzigo. Mambo yako mengi sana. Mtu mmoja hawezi kuyashughulikia yote akayaweza. Hawezi. Utamtwika majukumu, mtashindwa hata kufanikiwa nyie. Kwa nini? Majukumu yamemlemea. Watu wote wanampigia kelele, huku anataka hela, huku anataka hela, wewe unataka hela, watoto wanataka hela. Wai, jamani. Si atachanganyikiwa. Atachanganyikiwa. Kwa hiyo kama mwanamke, hakikisha unajitengeneza kiuchumi. Unakaa vizuri kwenye swala zima la uchumi wa maisha yako. Sio unamtegemea mwanaume kwenye kila jambo, haifai. Jambo la 5 ambalo hutakiwi kulifanya kwa ajili ya mwanaume, usijishushe thamani yako. Yaani kama mwanamke, usijishushe thamani ili kusudi mwanaume akupende, ili kusudi mwanaume akuoe, ili kusudi akuone ni bora. Thamani yako iache ibaki kuwa thamani yako. Usijishushe thamani ili kusudi kumfanya mtu eti ndo akuone wewe unafaa. Hapana. Kaa kwenye nafasi yako, kaa kwenye thamani yako. Ambaye anaendana na thamani yako atakuja. Kuna watu wanajishusha sana thamani zao ili kusudi kumuomba mwanaume awe naye, ili kusudi mwanaume amuone anafaa. Na kuambia, ukijishusha thamani, sio tu atakuona unafaa, atakudharau. Thamani yako ni thamani yako. Kama mtu anakupenda, akupende. Kama mtu hakupendi, asikupende. Unatakiwa uishi uhalisia wako. Unajua kwa nini ndoa nyingi zinavunjika? Ni kwa sababu kwenye mahusiano watu wana pretend. Yaani mtu anajifanya yeye ana tabia fulani wakati ile tabia sio tabia yake. Huyu mtu mwingine anaamini huyu ndo tabia yake na nini. Wanaingia kwenye ndoa, wanaoana. Inapofika kule, kwa sababu huwezi kuficha makucha siku zote. Haiwezekani mtu afiche makucha yake eti siku zote yasionekane. Hapana. Kwa hiyo mwisho wa siku, sasa pale makucha ndo yanatokeza, mtu anaanza kujua sasa, kumbe huyu sivyo nilivyomfikiria. Kumbe huyu sivyo nilivyomdhania. Sivyo kumbe. Hebu kuwa na uhalisia wa maisha yako. Usianze kujishusha wewe thamani yako ili kwa sababu kumuomba mtu eti awe na wewe. Labda tuseme kwa mfano, wewe ni mdada fulani hivi. Mdada ambaye unapenda
kuja siku moja kufanikiwa, either kibiashara, unapenda kujifunza, unapenda maisha fulani classic. Sio dhambi kupenda maisha mazuri. Sio dhambi. Unajua kuna akili na mentality za watu wanaamini ya kwamba mtu anayependa maisha mazuri ni kama dhambi vile. Sio dhambi. Unapopenda maisha mazuri maana yake utapambana kuyafikia. Mtu yoyote ambaye hapendi maisha mazuri, hivi kitu usichokipenda utakipambania? Huwezi kukipambania. Kwa hiyo mtu akipenda kwamba mimi natamani siku moja nije kuishi maisha mazuri, nije kuwa na magari ya kifahari, nije kujenga mamijengo makubwa, magorofa, nije kumiliki vitu vikubwa, anakosa. Na mtu akiwa hivyo maana yake kama ni mwanamke atajitengeneza kujiweka hivyo kwamba mimi ni mtu ambaye ninataka kuwa mtu mkuu. Na jamani, kwenye jambo lolote lile ukiwa unalitaka, labda wewe unataka kuwa tajiri, lazima uanze sasa kuvaa kitajiri, uonekana kitajiri, yaani hivyo unaanza kuattract, wanasema kile kitu unachokuwa unafanyaje, unakitaka kwenye maisha yako. Sasa labda wewe ulikuwa ni mwanamke wa hivyo, una ndoto ama una maono ama hivyo ndivyo wewe unataka thamani yako iwe, yani umetengeneza maisha yako kuwa ya thamani. Lakini unakutana na mtu labda tuseme yeye hana ndoto hizo, lakini wewe unashusha thamani yako ili uendane naye. Kwa nini huyu mtu ukikutana naye usimuingize huku na yeye akawa kama wewe, akaanza kupata ufahamu wa kuona vitu vikubwa, wa kuona mambo makubwa, wa kufikiria vitu vikubwa ili muweze kufanikiwa kwa pamoja? Kwa nini ujishushe thamani yako ili eti akupende, ili eti akuone unafaa? Mimi nilishawahi kusikia story ya huyo mdada, mimi na story. Huyo mdada yeye alikuwa ametokea familia yenye pesa sana, yenye uwezo sana. Na sasa akatoroka nyumbani kwao, akaenda kuishi na mwanaume ambaye alikuwa na maisha ya kawaida tu. Alikuwa na maisha ya kawaida kabisa. Yeye alimpenda moyo nao hauna macho. Akaenda kuishi naye. Alipofika kule kuishi naye yule mwanaume, kumbuka huku nyumbani alikuwa ametoroka, ndugu zake wamemwambia ameacha kusikia chochote kwa ajili ya nani? Ya huyu mwanaume. Akaenda kuishi naye. Alimwamini ya kwamba huyu mtu ananifaa kwa sababu nimemkuta labda na maisha haya, na mimi nikaamua kumchagua jinsi alivyo, tuanzishe maisha mimi na yeye, atakuwa mwaminifu kwangu. Unajua nini kilitokea? Yule mwanaume alikuja akamchiti, alimpiga matukio ya hatari. Kwa hiyo haimaanishi kushusha thamani yako ndiyo unapata mtu sahihi. Haimaanishi kumkuta mtu ana hali fulani kwenye maisha ndicho kigezo kitakacho kufanya yule mtu akuheshimu ama akupe thamani. Watu wengi wametendewa hayo. Walikaa wakaona acha nianze na mwenzangu huyu, tupambane sijui nini. Kesho mwenzio akishapata hela anakubadilikia, kwa sababu mwanaume ukitaka kumjua ni pale anapokuwa na hela ndio utajua huyu mwanaume ananipenda au hanipendi. Kwa hiyo ni bora upate mwanaume aliyefanikiwa, ameshazishika pesa. Hata akija kukwambia neno na kupenda, huyo anamaanisha, huyo atakuwa nakupenda kweli. Usitafute mtu ambaye unamkuta kwenye situation ngumu. Anaweza akawa na wewe kwa sababu ya ile situation tu. Ni wewe uliamua kuwa mama huruma.
hakuna mtu ambaye angemsogelea kipindi ulichomkuta. Lakini wewe ukakuwa naye. Manake hata yeye alikuwa na wewe lakini hakukupenda. Na ndio maana watu wengi waliokuta watu waliokuwa chini, hawana maisha, hawana chochote, baadaye walikuja walichitiwa, walipigwa matukio ya ajabu. Kwa nini? Huyo mtu hana upendo na wewe. Hana. Alikuwa na wewe kwa sababu ya hali yake ya maisha, ndio iliyosababisha awe na wewe. Upendo na wewe hana. Pengine ungemkuta ana hela huyu mtu, hata asingekusogelea. Ungemkuta ana kitu, asingekujua. Lakini wewe ni mama huruma, ukaenda ukawa naye, alafu wewe ukajiaminisha sana kwamba yani huyu kwa sababu tumeanza chini, kwa sababu tumetengeneza pamoja, ataniheshimu, atanipenda. Hakupendi. Asiyekupenda hakupendi, hata ufanye nini. Hata ufanye nini. Asiyekupenda hakupendi tu. Hakupendi. Nakwambia ukweli. Bora ukutane na mwanaume huko amefanikiwa zake, hata akija kukwambia neno nakupenda lina maana. Hata anaweza akawa na maanisha hata hiyo nakupenda. Usikutane na mtu kachoka na maisha na unaenda unapoteza miaka yako hapo. Unakaa naye hapo ukiamini eti atakuwa yeye mwema kwako. Atakupiga matukio wewe left and right. Utaamini na utajuta muda uliopoteza hata kukaa naye. Utajuta. Kwa nini? Hawanaga shukurani. Hawana shukurani, hawana. Kwa nini? Na kitu kingine, anakuwa huyu mtu ni limbukeni wa pesa, wa maisha, anakuwa bado ana ulimbukeni. Kwa hiyo akipata hela mwenzio anamuona wanawake mzuri yule, anaenda kiki. Anawaza hivyo. Kwa hiyo usishushe thamani yako kama mwanamke kwa ajili ya mwanaume. Thamani yako umeitengeneza huko. Kaa hapo, utapata mtu ambaye ataendana na thamani uliotengeneza kwenye maisha yako. Kila kitu suna attract. Ukiwa umejitengenezea kwamba mimi bwana, ninataka hivi, nataka vile, na unamuomba Mungu nipe mwanaume wa aina hii, usinipe huyu, Mungu atakupa. Lakini usianze kujishusha thamani yako kiamini eti huyu mtu unayejishusha thamani yako atajali na kuthamini kile unachokifanya kwa ajili yake. Hapana. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Mimi sina la ziada siku ya leo. Kama bado haujasubscribe, hakikisha umesubscribe. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Mwambie rafiki yako na rafiki yako amwambie rafiki yake kwamba sehemu ni moja tu. Tunayojifunza, tunayoelimika, tunayoburudika. Bye bye kwa sasa, tukutane kwenye video inayofuata.